Matukio Daima popote ulipo, na tuna kila sababu ya kuweza kualika katika kipindi hiki maalum kwa siku ya leo, na hiki ni kipindi maalum, ni maalum kwako na wale wengine ambao kwa namna moja ama nyingine hakubahatika kupata vipindi kama hivi, kwa sababu ukiangalia jopo la watu ambao nimekaa nao ni watu maalum. Lakini kubwa zaidi kwa siku ya leo, tutakwenda kuweza kuzungumzia swala zima la wale ndugu zetu ambao wana changamoto ya ugonjwa wa kisukari. Mimi naitwa Francis Godwin, lakini nitakuwa naye Bi Sala Mdegela, lakini pia nitakuwa naye Daktari Odenbach Moses Mdegela ambaye ni askofu mstaafu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT. Kwa hivyo naamini kabisa kwamba kwa wewe ambaye hautapona kwa hii tiba ambayo inaonyeshwa, ambayo naielezea, basi utapona kwa ajili ya maombi. Lakini pia naye mchungaji pia mama Sara naye Sara Moses Mdegela ambaye naye atakwenda kuweza kushiriki katika kipindi hiki. Karibu uweze kujitambulisha afu tuweze kuendelea. Okay, mimi ninaitwa Faraja Mdegela, ni daktari bingwa wa tiba. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu hawa ni wazazi wangu. Asante sana, jambo jema. Kwa hivyo hapa tuna madaktari wawili, lakini tuna mchungaji na tuna kondoo mmoja. Karibu sana. Asante sana. Nikushukuru sana ndugu mtangazaji. Sasa labda niseme leo kipindi chetu kama alivyosema ndugu mtangazaji ni kipindi maalum, na maalum wake kwa sababu pamoja na kwamba tuko na Dr. Bishop na mama, lakini pia Bishop ni mgonjwa wa kisukari. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu pamoja na kwamba ni askofu na pamoja na kwamba ni mtumishi wa Mungu, amekuwa tayari kusikiliza ushauri wa wataalam na wa kitaalam zaidi katika tatizo lake hili. Naamini kabisa Mungu aliruhusu ili aweze kumsaidia mwingine. Na kama tunavyofahamu, tatizo la kisukari, matatizo ya pressure ni tatizo kubwa sana katika jamii zetu sasa hivi. Ni tatizo linalokuwa sana, na kwa kiasi kikubwa katika jamii ya wachungaji makanisani au ofisi kubwa, hasa wachungaji. Kuna utafiti ulifanyika Tanzania, imeonekana 67% ya wachungaji wanapatwa na tatizo, kama sio sukari itakuwa ni pressure, kutokana na maisha zinavyoendelea, yani lifestyle na changamoto nyingi za maisha. Kwa hiyo kwangu mimi ninaona ni jambo jema sana kwamba pamoja na kwamba ni babangu, lakini pia ni mchungaji, ni askofu, yuko kwenye hilo kundi na pia ana hilo tatizo, ili tuweze kuwasikiliza wao, tuweze kuisaidia na kuiponya jamii yetu. Asante mtazamaji. Daktari Faraja ameeleza vizuri zaidi, na uzuri kwamba ushuhuda huu tunakwenda kuupata kwa mtu ambaye si wa mtaani. Nasema si wa mtaani, si mtu wa mataifa. Kwa hivi karibu sana baba askofu kwa ushuhuda ambao nafikiri utamponya mtazamaji wetu. Asante sana. Mimi nimefurahia kipindi hiki kwamba kuugua kwangu kutawasaidia wachungaji wengi waepuke hili tatizo, na nitapata nafasi ya kueleza kwa kadiri daktari atakavyoniongoza kwa nini wachungaji 67% wanapata hii shida. Na kwa hiyo nasubiri maelekezo yako daktari. Maswali unaanza wewe au nianze mimi? Unaweza ukaanza kama introduction. Mimi nilikuwa nacheza mpira wa mguu, nacheza volleyball, naendesha baiskeli tangu nimeanza shule mpaka nimemaliza chuo kikuu shahada ya kwanza. Baada ya hapo nikachaguliwa kuwa askofu. Nilipochaguliwa kuwa askofu, baiskeli upandi, huchezi, hutembei, soda kede, wali kila siku, viazi mviringo vya kuchemsha, vya kukaanga, chips nini. Kumbe ndio najiuguza moja kwa moja. Kwa hiyo nilipoanza tu askofu na sukari tukaanza na. Siku moja nikiwa Bagamoyo nikaomba soda, ni Fanta fulani yenye ndimu
na ina sukari. Nimekunywa kidogo tu nikasikia kutapika. Nikaiacha. Nilipoiacha narudi kupima, naambiwa una kisukari. Nikasema kuna wenye kisukari na wenye kichumvi hapa? Akasema ndo diabetes hiyo. Nikasema mnanidanganya ni. Nikapima mara ya pili, wakasema bwana unacho. Akasema haya. Sasa ndo yakaanza mambo. Mimi nafikiri hali kianza kusimulia nitachelewesha kipindi, afadhali daktari anihoji ni yapi yaliyonisumbua. Lakini mwanzoni usumbufu mmoja, mshtuko, ulikuwa ni huu. Nimeenda Ujerumani kwa rafiki yangu Roland Helpisch. Sasa naanza kumwelekeza chakula nitakachokula. Akasema una shida gani? Nikamwambia nina kisukari. Unajua Ujerumani wanavyoshangaa. Akasema akasema ala. Kwa nini? Sasa wale huwa hawatani. Akasema so you die soon. Akasema akasema I don't know, you might be the first one. Yani unaweza kutangulia wewe, sio mimi. Na kwa hiyo wagonjwa wengi wakiambiwa na kisukari wanaanza stress hapo hapo, pressure hapo hapo, masikitiko hapo hapo. Akirudi nyumbani kali, we mama hujui namna ya kupika kisukari, si ugonjwa, shida moja kwa moja. Sasa leo na kweli leo nitawasaidia wachungaji wengi. Asante. Karibu Bi Sara. Asante, nashukuru sana kupata nafasi hii nzuri ambayo mimi niko hapa niweze kueleza tulipopokea tatizo la ugonjwa wa kisukari kwa mara ya kwanza. Kwanza tulikuwa bado wadogo sana kiumri. Nilipata mshtuko mkubwa. Kwanza, nitaishije na mtu mwenye ugonjwa wa kisukari? Chakula nitaweza kweli? Tulizoea kupika labda mlo mmoja. Sasa inabidi mpange ratiba ya chakula chenu kama familia, alafu mwanze kupanga chakula kingine. Na je, najuaje kwamba natakiwa nisiweke mafuta, nisiweke chusi? Yaani ilikuwa ni mshtuko mkubwa. Kwanza hata kisaikolojia tulipata shida. Kwanza kujipanga. Baada ya hapo kilichofuata ni kila mtu anavyotoa ushauri. Mwenzangu anakuja ananiambia mimi natakiwa kula hivi na hivi. Kumbe huku nje na mimi nimeshapewa ushauri huu na huu. Mwanzo nilikuwa kwa kweli ni kazi ngumu, mpaka tulivyoweza kuja kutulia na kuona kwamba ni jambo la kawaida kabisa, na tusione kama ni mzigo unaotusumbua sisi kama familia, kwa sababu kama mama ni lazima kila wakati niwe mwangalifu. Ninapikaje hiki na hiki nisije kamuongezea mwenzangu ugonjwa. Kwanza tuna mshtuko huu wa kwanza kupata ugonjwa. Cha pili, namna ya kuishi na mgonjwa wa kisukari. Kwangu ili kama familia ilikuwa mshtuko sana, watoto ni wadogo, kwa hiyo napenda nieleze kwa kweli sio jambo jepesi. Labda kabla hatujaja kwa daktari ambaye ndio mtaalamu wetu kwa siku leo, tuweze kufahamu kutoka kwa mama kwamba fahamu huyu ndio mzee, kwamba kwa mara ya kwanza kwamba ulipopata taarifa hii kwamba ulishtuka sana. Labda kwamba ina muda gani ugonjwa toka ameanza kupata ugonjwa wa kisukari, toka kipindi kile ambapo amepata tatizo hadi sasa, hali ya maisha ikoje? Alipata huu ugonjwa ni miaka 35 iliyopita. Kwa hiyo ni muda mrefu sana. Kwa hiyo unasema ule mshtuko nilioupata, ni kwa nini nilipata ule mshtuko? Yeah. Nilipata ule mshtuko kwa sababu nilifahamu watu wengi waliougua kisukari wamekufa. Na wengine tuliwaona wamekatwa miguu, wengine wanaugua magonjwa yani magumu. Kwa historia tuliona, ndio kilichotushtua kwa watu tuliokuwa tunawaona ambao wapata hiyo shida. Sasa unajiuliza, kwa hiyo na mimi sasa tunaingia kwenye tatizo kama hilo. Kitu kingine kinachofuata pia, na mimi naogopa sasa hata kula sukari, na wakati fulani unaweza ukajinyima kula sukari mpaka na mimi napata shida tena. Kwa sababu naogopa na mimi sije nikapata tatizo hilo. Ni woga unaingia kabisa katika familia. Karibu mtaalamu wetu. Kwanza niwashukuru sana kwa walivyoongea, maanake nimeandika maswali yangu hapa machache. Yeah. Lakini naona wameshanijibia. Kwanza nilitaka nifahamu walipokea vipi. Na labda niseme sio wao tu, wagonjwa wengi ninaokutana nao, hasa wale ambao tunawagundua kwa mara ya kwanza, inabidi kwanza utafute lugha nyepesi ya kumuelezea tatizo la kisukari. Usiende haraka.
kwa sababu wengi wanalipokea kwa mshtuko. Halafu baada ya pale ni lazima kuwashauri sana kuto kufuata ushauri wa kila aina. Kama alivyosema mama pale, kila mtu atakuja na utaalamu wake. Kula mapera, usile mapera, changanya maji ya machungwa, karanga, usitumie dawa za hospitali, tumia dawa za hospitali. Kila mtu atakuja na ushauri wake. Kwa hiyo ile unapompata lazima tumshauri mapema kabisa kwamba ajaribu sana kuchuja ushauri anazosikiliza, na akizipata azirudishe kwa daktari wake au kwa mtaalamu wake. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza. Lakini cha pili nilichotaka kusikia labda kutoka kwao, ambao nafikiri kidogo wameshaongelea, changamoto walizopata hasa kwenye mabadiliko ya maisha. Kwenye upande wa mabadiliko ya maisha ningependa sana kusikia kutoka kwao. Naomba nianze mimi changamoto ya kwanza niliyoipata ni namna nilimwona askofu mwenzangu Mwakagari marehemu sasa. Alikuwa anatembea na unga wa ngano. Mkienda kwenye mikutano, mkoba ana ugali. Mkienda, nikasema na mimi nitakuwa naanza kutembea na unga. Cha pili, kutawala vyakula. Hakuna kazi ndefu na ngumu ya mgonjwa wa kisukari kama kujitawala na kutawala chakula. Lazima unywe dawa kwa wakati. Ni lazima ule kwa utaratibu. Na ni lazima ule kwa mpangilio ambao sio hatukuzoea. Maana sio unazoea ugali hapo, mboga kidogo hapo. Sasa unaanza kula mboga nyingi. Sasa ile kihehe wigimba, yani unakomba mboga sasa. Hii kisukari ni kukomba mboga. Lakini changamoto ya pili, ulaji wa vyakula ambavyo unajua kisukari na moyo ni marafiki, ugonjwa wa moyo. Unaambiwa punguza nyama nyekundu. Sasa mbuzi. Kupunguza mbuzi ilikuwa kazi. Na baadaye nimeacha. Punguza ng'ombe. Hawa wananipima wanasema uric acid imepanda. Sasa uric acid, mimi nilisoma chemistry zamani, uric acid tena ndio gani ki? Nikamkumbuka Marimbango alikuwa ananifundisha darasani. Haya. Unakuja unapimwa tena, wanakuambia ulipima kabla ya kula ama baada ya kula. Kwa hiyo discipline. Kisukari ni nidhamu. Nidhamu ni kazi ngumu. Alafu nidhamu ya mazoezi. Hapo. Mpaka sasa ni issue. Kila siku lazima ufanye mazoezi. Wala ujibanike kwenye jua kama juzi. Yaani ni kazi moja ngumu, changamoto. Lakini kama alivyosema mama, ushauri. Anatoka kwa anakuambia wamesema hivi, fulani alishapona hivi, na wewe umetoka huko wamesema kuna majani haya ya hibiscus. Tengeneza ile hibiscus wewe unakunywa. Nilimlenda libichi. Na wanakupima wanasema msaidie kidogo. Kumbe bwana, madaktari wana namna kupima sukari. Kuna wanapima kwenye kidole hapa, kuna wanapima kwenye full blood picture. Sasa makanjanja wanaoshauri kwa nje yao, mimi nimewaona watu wakifa kwa kufuata ushauri usio sahihi. Na mimi wachungaji nawaambia, kuna kitu kinaitwa Day of Grace hapa. Wakuja madaktari kutoka Marekani wanapima haraka haraka wanaondoka. Tafuteni madaktari mabingwa. Ukishaambiwa una sukari, usifanye mzaha. Lazima upate dawa sahihi na madaktari sahihi. Kama nataka kuishi, fuata mambo sahihi. Sasa changamoto ilikuwa ni kufuata maelekezo sahihi. Hapo ni pagumu. Saizi mimi natembea na kikombe. Sio kwamba napenda, kuna lazima nile kabla sijanywa dawa. Sasa watu wanafikiri ni style, unaanza kuiga mzungu. Askofu anatembea na kikombe, na anatembea na kikombe. Hapana. Alafu vijijini huko sasa unapoenda, unaandika kabisa kwa maana tunapeleka message, jamani msiweke mafuta kwenye mboga. Ndio kwanza wanajazia. Siku kumfurahisha askofu. Kumfurahisha askofu aone kitamu. Unaambia jamani, mimi wali sitakula. Alisema mtu mmoja tu kwenye mkutano wa wachungaji Imai. Akasema huyu askofu ni askofu wa namna gani?
Sisi tumejiandaa hapa mapochopocho, anakuja anasema mnipe maboga. Maboga. Yaani kawa naona kichekesho tu. Alafu anakuandalia vitu vingine ambavyo kweli wamefanya kwa nia njema vikubwa. Lakini sukari tupu imerundikwa hapa. Hapa viazi mviringo. Hapa unajua watu walitudanganya viazi vitamu havina sukari. Vina wanga. Hapa ubabwa. Hapa wamesema askofu anapenda ugali wa kiveregi. Lakini sukari tupu. Mwingine kaweka togo sukari. Kwa hiyo unakuta wametandaza hapa. Sasa unajiuliza itakuwaje? Basi unatafuta akili ya kutowaudhi lakini kutojiumiza. Hizi ndio changamoto nilizokutana nazo mimi. Sasa labda mtaalamu hajaweza kuendelea kwamba nataka kuweza kufahamu sasa, kwa sababu tunazungumzia miaka 35 Ndio. ya ugonjwa wa kisukari toka ulipokuta kwa mara ya kwanza, lakini pia umeweza kueleza hizi changamoto baadhi. Nataka kuweza kujua sasa kwa wachungaji, tufanye kwa watu wa huduma za kiroho kwa jumla, kwa wachungaji wa mashehe, kwamba ugonjwa wa kisukari unawaathiri kiasi gani na nini cha kufanya au kuweza kujinusuru. Kwamba unawaathiri kiasi gani, aseme mtaalamu. Ametaja 67% kwa wachungaji wetu, atatusaidia hapo. Lakini moja, mazoezi. 2, soda. Wanazipenda mno. Soda ni sumu. Sasa mimi ni mchungaji ndiye nikasema sana. Kuna siku nilikuwa nasoma, soda ina sumu kuliko ulanzi. Sasa usije ukaanza kunywa ulanzi. Halafu ubwabwa. Walikuja Wajerumani fulani kwenye jimbo huko Ilula, huko eneo la Ilula. Alilalamika moja tulipokutana na Wajerumani, akasema nilikasirika. Kila mahali kukuta wali. Kupenda hivi vyakula vya kimapochopocho kama wenzangu kule Kilimanjaro kule anakotoka mama. Mchungaji bila pilau mara 5 kwa wiki ni kama hajala. Anapokuja kula macharali au ndizi za kupika ni mifuta, utumbo limejaza mafuta huko na mifuta ya ng'ombe na nundu. Sasa utaona baada ya muda mfupi wamefutuka, wao wanafikiri ni raha. Alafu kitoka hapo anasinzia kwanza, hamna zoezi. Toka hapo anakwenda na bariki watu. Viongozi wa dini katika ujumla wake, hakuna kiongozi asiyehitaji daktari wa moyo, wa tumbo, wa kisukari na maini huko. Hakuna wa dini zozote, hakuna asiyehitaji hicho. Sasa kwa wagonjwa hawa wa kisukari, kwa nyie wachungaji, kwa wagonjwa wa kisukari, hasa wachungaji wa madhehebu ambayo yanashikisha meza ya Bwana, kuna kwamba kuna mkate na divai. Hizi zina madhara gani? Divai, mkate ni mdogo sana, lakini ni wanga. Divai unatakiwa unywe kidogo sana. Kwa sasa hivi mimi na dawa ninazotumia, si nimesema miaka 35. Kwa dawa ninazotumia, divai ikizidi kale kajikombe kadogo kale, tumbo linaugua na inabidi pale nitafute kunywa karibu nusu lita ya maji ili angalau effect ya ile sukari ipungue. Na kuna divai zile zinazotoka Spain, zile zina nafuu kidogo, maana ilikuwa dry wine lakini imekaa muda mrefu. Lakini hizi za Dodoma hizi ni kama umechota kikombe kizima umebugia bugi. Sasa unasema sasa hapa nikikataa kushiriki hapa inaonekana, mpaka siku nyingine wanasema kwa nini wasinipe tu hii juice ya mzabibu. Sasa ukianza wewe ndio kanisa zima watajifanya tumeokoka juice ya mzabibu. Kwa hiyo vitu vingine una control. Kama unaniangalia kanisani, nikishashiriki tu nakaa pale mbele kidogo na kwenda ndani na mwaga lita nzima ya maji ili figo zifanye kazi, angalau ile sukari itoke haraka, isibaki wapi? Mwilini. Ndio maana nimesema nidhamu. Karibu mtaalamu. Labda kabla mama hajaongea, labda niseme kwamba pia hiyo ni changamoto nyingine ambayo mimi ninaiona. Watu wanakuwa wanaogopa chakula, wanaogopa sana sukari mpaka anaanza kuogopa chakula. Na ndio maana, na ndio kitu kingine kilichonisukuma pia mimi kuandika hiki kitabu. Kwa sababu huhitaji kukiogopa chakula. Unahitaji kujua jinsi ya kuishi nacho.
Umeelewa? Watu wengi wanakiogopa. Halafu kama kuna mmoja ambaye hawezi kupata mtama, hawezi kupata uwele ule ugali, ugali wa dona pia unamsumbua kidogo. Kwa hiyo yeye hajui anachokula. Yaani akija akikueleza vitu anavyokula mpaka unamuonea huruma tena. Wapumba. Kwa hiyo inabidi mtu ajue jinsi ya kukitawala chakula, kisikutawale, lakini sio kukiogopa au kukikimbia. Kwa hiyo kama kushiriki ule mkate, ile kipande kimoja na ile divai. Pia kwenye hiki kitabu kuna sehemu nimeongea kidogo, sijataka kuongea kwa kina sana matumizi ya pombe kwa wagonjwa wa kisukari, jinsi anaweza kutumia, iko humo ndani. Lakini lazima kile kiasi kidogo kinaweza kisikupe madhara. Lakini unakipea vipi na vyakula vingine na jinsi una control, hiyo ndio itakayokusaidia wewe kuzuia sukari. Kwa hiyo ndio kitu kingine, sitaki watu waogope chakula, wajue tu jinsi ya kuishi nacho wakati una ugonjwa wa kisukari. Sasa hiyo ni changamoto aliyopata baba. Mama, wewe ulikuwa na ingine la kuongezea hasa kwenye mabadiliko ya mfumo wa maisha? Mimi na jambo dogo tu la kuongezea kwenye mabadiliko ya maisha au changamoto kama familia tulioipata. Tulikuwa na mfumo labda wa kupikia mafuta fulani, nyama fulani, nazi na nini. Ilibidi tubadilike ghafla kwa sababu mkipika mnamkwaza mwenzenu. Anatamani kula vile vitu vitamu vizuri wakati anatakiwa labda atumie mchemsho au afanye nini. Kwa kama familia ilibidi ichukua muda mrefu sana mpaka kuweza kukubaliana. Mwisho mnaweza kupika tu mchemsho kwa sababu tunaogopa tukifanya hivi tutamkwaza mwenzetu asije akatamani vitu fulani na kujinyima vitu vingi tu ili msije mkamjaribu. Mfano kula vile vitu ambavyo amezuiliwa. Nyinyi kama familia, kama vile kwenye ratiba ya chakula lazima viondoke hata kama nyinyi mnavipenda, kwa sababu tu msimuingize mwenzenu majaribuni. Kama kitimoto yani. Wananikwaza hawa. Sikipendi. Kitimoto kwa hivi sasa hivi wewe huli. Mimi Islamu. Wala mbuzi sili. Wala ng'ombe. Mtazamaji, kwamba mtaalamu wetu hapa naweza nikasema kwamba hili ni zaidi ya darasa. Ni zaidi ya darasa, lakini kwamba amekuja na kitabu. Na hichi kitabu kwamba kina mambo mengi sana. Kina mambo takribani 68 ambayo kwako wewe yote hayo ukiyaweka kichwani kwako kwamba itakusaidia kuweza kujua aina ya mlo na vitafuno, lakini pia kuweza kujua jinsi ya kuweza kuipangilia, lakini aina ya ugonjwa wa kisukari, kwa sababu dalili zake zikoje, kwa sababu unaweza ukawa na kisukari lakini hujui dalili zako, na hasa kuzingatia kwamba sisi Watanzania, sasa tusema Afrika, Watanzania sisi wengi wetu sio wepesi wa kuweza kwenda kucheki afya yako. Ukienda kucheki afya yako, mtu anaweza kuambia bana, mbona unajishuku, nataka unakumbuka kifo na nini? Karibu daktari. Asante. Nashukuru sana mama kwa hilo. Sasa labda niongezee katika hiyo changamoto ambayo wanaipata ya kuondokana, kuacha kabisa kula fulani. Sio wao tu, ni familia nyingi sana wanapata hiyo changamoto. Kwa hiyo ninapenda kufahamu tena kutoka kwao, as if mimi sihusiki, kwa sababu of course vitu vingi niliona the struggle. Wakati ule nilikuwa bado sijawa daktari, nilikuwa mdogo, lakini nilikuwa naona yani yale mahangaiko. Baba alikuwa anakula, mimi nimeanza kupenda nyanya chungu kwa sababu ya baba. Baba anakula ugali na nyanya chungu, akafu sisi tunakula labda na maharage sio na nini. And yani nilikuwa naangalia mpaka nikajifundisha mimi kula nyanya chungu, na mpaka sasa hivi ninazipenda kwa sababu ya ile hali. Kwa hiyo yale mahangaiko yalikuwepo, lakini ninapenda kujua mpaka sasa mmefanikiwa vipi yani, kwa sababu miaka 35 ni mingi. Watu wengi unakuta wamefika tayari miguu ina shida nini. Mmefanikiwaje kutoka kwenye, yani nini ambacho kimewasaidia ninyi kutoka huko labda tuseme? Okay, mimi cha kwanza ni namna nilivyopimwa kwa usahihi na madaktari, na bila kuwa mnafiki wala kuzunguka. Wewe mwenyewe umekuwa msaada mkubwa sana, kwa sababu nimeona wenzangu wanavyohangaika, waliougua baada yangu wanajidunga sindano kila siku, alafu wamedhoofu. Unakuta wengine mara macho hayaoni, midomo imechubuka, unafikia kula misasati kila siku, yani wamekuwa very weak. Sasa
Mimi napima, kuna kipindi kwa napima kila mwezi, baadaye ikaja miezi mitatu, baadaye miezi 6. Unaangalia na wanakushauri kwamba hapa hivi, hapa hivi, hapa hivi. Ile imenifanya ni sustain ule ugonjwa, alafu nikaona ndi ugonjwa tu, kwa sababu mwanafalsafa mmoja alisema binadamu wote wagonjwa wote. Kwa mfano macho, wote ni vipofu, hata huyo ambaye huna miwani, wote hapa vipofu ila tunachotofautiana ni pasenti. Sasa ugonjwa, tena kumbuka mtu mwingine alisema wewe maini yako yamekufa. Nikaenda, wakanishauri family niende nikapime zaidi. Kaenda Ujerumani, pima maini mazima, pima moyo, cholesterol kadogo, pima bandama ile zima, kongosho zima, mapafu mazima, figo nzima. Hasa ndio nikarudi nikasema kumbe madaktari zile dawa wanazonipa zinanifaa. Lakini naangalia wagonjwa ambao tumeugua wakati mmoja wamechakaa. Kwa nini? Ukiangalia dawa anazopewa, Gema ndio amemaliza hivyo, metformin wanameza kama chakula. Sasa unahitaji pia kushauriwa. Watu wanakasi, sisi tunahubiri kila siku pale, kazi zambi nini, lakini si kukaa na si tuhubiriwe. Hapo ndio issue. Kwa hiyo kuna haja ya kukaa kwenye seminar. Wameanzisha diabetic clinic pale karibu na nyumbani, sitangaza, lakini sioni wenye kisukari wakuja. Ruksa kutangaza kwa sababu nataka kuweza kuwaponya, ndio kuweza kusaidia jamii, kwa sababu nyie watumishi kwamba hamtamani kuona hata kondoo mmoja anapotea. Sasa wameanzisha kliniki ya wenye kisukari kale karibu na nyumbani kwako. Huko ni watu wakija pale, lakini mjini huko unakutana, bwana mimi kisukari bwana mimi kisukari bwana. Uende ukapimwe, ushauriwe, lakini mara moja wanatoka kwenye hizi dawa za inaitwa nini, mitishamba. Mara wako Mshindo, mara wako Mlandege, mara wako Ikihesa, mara nini. Katika magonjwa ambayo unahitaji kuwa na adabu, acha nidhamu, adabu ni kisukari. Lakini si hivyo hivyo, mwenye ukimwi naye anatakiwa kuwa na adabu, mwenye malaria kila siku adabu. Mimi bahati yangu sijaugua malaria tangu mwaka 1987, lakini ni nidhamu tu. Na mbwa kifurahi siku moja wananinyonya, naambia mtakufa wenyewe, mimi nipo tu. Sasa wanakuja wanachukua kisukari, wanaugua sukari, mbwa wanaenda wanakufa huko. Lakini nafikiri nimejibu swali kwamba pale, kwa nini tumeweza miaka hii yote. Jitambue, kiri kwamba nina nini, nina kisukari. Ukifika mahali jieleze kwamba nina kisukari. Mpaka kwenye ndege huwa naandika, afu wanaleta kiazi walichochemsha, nasema hata hiki mimi siri, kanitafutieni mkate wa brown. Basi wanaenda wanaokota mkate huko wanakupa. Lakini ukifika mahali ukaanza kusinya, utaugua kweli. Na unajua kama nilivyosema, mara huyu amekata miguu, mara huyu unaona anashinda hata kutembea. Unahitaji kuuliza daktari, hapa nafanyaje? Wanakuambia njoo tukupime. Kwa hiyo rafiki wa kwanza wa mgonjwa wa kisukari, daktari. Rafiki namba 2 ni nidhamu, na tofautisha na adabu. Rafiki namba 3 ni adabu. Adabu manake nini? Ukiambiwa acha hiki, unaweza ukajidanganya, ukijificha huku ukafanya. Sasa ukijificha hapo unajikosea wewe mwenyewe. Wewe jipende, jifurahie. Mimi huwa nasema chakula ni dawa, dawa ni chakula. Vyote vina side effect. Halafu unafuata masharti. Chakula ni dawa na dawa ni chakula. Na amezungumza hapa Dr. Ndegera kwamba wapo ambao wanazunguka mitaani. Tuseme kwamba labda wale hawana tiba, lakini kwamba anakuambia kabla ya kutibiwa lazima uonane na daktari. Sasa unaweza kukuta kwamba huko unakozunguka
kwa kina Sangoma, tunasema waganga wa tiba, waganga wa kienyeji, tiba mbadala, kwamba wanapozunguka huko, kwamba labda ungepitia kwa daktari, kwamba angeweza kushauri ile pesa ungeweza kupata tiba sahihi. Na tiba nyingine unakuta kwamba Daktari Faraja hapa kwamba ameweza kuandaa kitabu hichi, kwamba unakuta kumbe tiba nyingine ni mboga tu hizi ambazo watumia, namna gani ya kuweza kuzitumia. Hicho nataka kabla daktari hajaweza kutusaidia, nataka kuweza kujua kwa mama mchungaji Sara Mdegela, kwamba nataka kuweza kufahamu kwamba kuna vyakula vile ambavyo familia ilikuwa imezoea kila siku. Inawezekana kwamba kuna familia nyingine ambazo zinaweka kabisa kwenye ratiba kwamba siku fulani ni chakula fulani cha chakula fulani. Sasa miaka 35 baada ya kupata tatizo hilo, mmoja wenu kuweza kupata tatizo hilo mzee, kwamba lazima taratibu ya chakula iweza kubadilika. Tutaka kufahamu changamoto ya mabadiliko ya chakula inaweza kuathiri vipi, especially kwenye budget. Okay. Unajua katika kazi ya utumishi, katika kazi yetu ya utumishi, cha kwanza ni fedha. Budget inabadilika, tunahitaji kwenda kwa nidhamu kama alivyosema mwenzangu hapo. Lakini kwa upande fulani tulibidi tujikite kwenye bustani, kulima bustani. Nyumbani huwezi kukosa bustani. Lakini pamoja na hayo, kwa kweli katika mahangaiko yote tumeshukuru Mungu sana, baada ya Dr. Faraja kusoma, kuingia kwa undani, ushauri wake, mimi naona kuanzia hapo tumekuwa stable sana, kwa sababu hata zile hofu nyingi zimetoka. Na kwa sisi tunavyomuona baba tangu alivyoanza kupata ushauri kutoka kwa Dr. Faraja, yaani hata hiyo sukari imebalance, kwa Kiingereza tukasema hivyo, yaani haina shida tena sana. Na chakula mimi naona kwa kweli cha muhimu. Pana struggle lakini inawezekana. Hakuna kisichowezekana. Nashukuru kwanza kabla hujaongea. Nashukuru sana kwa hiyo statement. Muhimu sana. Pana struggle lakini inawezekana. Sasa vitu vitatu ambavyo wamevisema naomba nivisisitize. Cha kwanza, ushauri. Hicho ni kitu kikubwa sana, kupata ushauri. Nina mgonjwa wangu mmoja wa kisukari, alikuwa anatumia dawa, akaacha, akaenda kutumia dawa za mitishamba. Lakini there is good news about it. Yule baba ninachompendea, kila mwezi anakuja kupima. Kila mwezi. Kila baada ya miezi mitatu anakuja kupima. Ukimshauri aanze kutumia dawa za hospitalini, anatumia. Ukimshauri diet, anatumia. Utakavyomshauri anafuata. Kwa hiyo sasa hivi amebakiwa na dawa moja tu ya hospitalini na diet control. Hizi dawa za mitishamba hatumii kama dawa za mitishamba, kwa sababu ilikuwa sio mitishamba, ilikuwa ni vyakula. Ila sasa anavitizama kama vyakula. Kwa hiyo ni kama amefanikiwa kubalance diet yake kwenye mazingira yake na sukari yake inaenda vizuri. Lakini kwa sababu alifuata ushauri, kabla hakuanza kufuata hivyo, sukari yake ilicheza sana mpaka alianza kupata shida kwenye figo zake. Lakini baada ya kufuata ushauri ametulia. Na kitu kingine ambacho baba amekisema, ametaja Gema, ametaja Metformin. Hizo ni dawa nzuri za sukari, lakini inabidi, kwa sababu hata dawa haumpi tu kila mtu dawa. Unamwangalia mgonjwa, wewe unahitaji dawa gani? Unahitaji Metformin au unahitaji dawa nyingine? Kwa hiyo kuna ile kushauriana kwa mitani. Of course ninafahamu kuna maeneo ambapo kama ulivyosema ndio hizo tu dawa mbili watakazo kuprescribe mwisho wa siku. Hata kama sukari imefika wapi, ikizidi hapo anaanza kuchoma sindano, wakati zipo dawa zingine nyingi. Lakini kadri unavyokuwa karibu na daktari ambaye ana utaalamu vizuri, mnashauriana, unaweza ukakwepa hata kufika kwenye sindano au hata usifike kabisa huko. Ukacontrol diet na dawa vizuri, mkaendelea. Sasa mimi swali langu kwa daktari, wakati tunakwenda kuweza kuhitimisha, na nafikiri kwamba mtazamaji pia umepata kitu namna gani, anakuambia mzazi ni hazina. Wachache sana ambao wana wazazi wao ambao wanawajali wazazi, lakini wengi wetu kwamba mzazi akishakulea kwamba ukifika sehemu fulani unaona kwamba mzazi kama kuku wa kienyeji vile, kwamba yeye ajitafutie na uweze kujitafutia. Kwa mmeshaachana ukishafika miaka 18 kwamba naenda kuanzisha familia kwako. Lakini kwamba tumeweza kujifunza kitu hapa, tunaona kitu tofauti cha Daktari Faraja, ambapo amesomeshwa na wazazi lakini ameweza sasa hivi kuweza kuokoa maisha ya wazazi. Miaka 35 kwamba ameweza kuokoa maisha ya wazazi, lakini pia pamoja na kuweza kuokoa maisha haya ya wazazi, kwamba hajataka tu kuweza kuokoa wazazi wake, familia ya Daktari Mdegela, kwamba amelazimika kuweza kuokoa Watanzania
na dunia kwa ujumla ambao mnafuatilia ameweza kuandaa kitabu hiki ambacho mlo wa mgonjwa wa kisukari na mpangilio wa vyakula. Sasa inawezekana kabisa mtazamaji kwamba una chakula ambacho ulikipenda sana, kama alisema Daktari Ored Bakindegera kwamba alikuwa anapenda sana mbuzi, alikuwa anapenda sana kitimoto. Sasa tutaweza kujua kitaalamu kwamba kwa mgonjwa wa kisukari inakuwaje kwa vyakula alivyovipenda zaidi. Tusaidie daktari au mama? Okay, ngojea kwanza. It's okay. Hamna shida. Naona struggle na mama, but it's fine. Na ninachofikiri mimi ni hivi, kama kuna chakula ambacho kwa mfano nina wagonjwa wangu ambao wanapenda wali. Unajua wali sio kama mgonjwa wa kisukari hawezi kula wali, lakini wagonjwa wenyewe anavyofuatilia chakula chake. Ukila wali usiku okay. Ukila wali usiku, ukipima sukari yako asubuhi itakuwa imepanda. Yaani haina mjada. Hiyo haina kitendawili tega wala nini. Utapima sukari yako itakuwa imepanda. Chakula utakachokula hakipatani na wewe kitakupandishia sukari. Sasa mimi ninawashauri vipi wagonjwa wangu kwa kile anachokipenda? Tunakushauri, kwa mfano tunakushauri vyakula fulani na fulani na fulani vitaharibu sukari yako, au kama ambavyo alikutwa na uric acid juu, ambayo ni tatizo tofauti, tunamwambia nyama nyekundu zitakusababishia tatizo zaidi. Lakini kuna ile wakati ambapo sasa unatamani, mimi huwa ninasema control kwa kipindi kirefu zaidi. Mara moja kula, ujue kabisa leo niko kwenye kuharibu diet yangu. Leo ninajiuguza kidogo, afu baada ya hapo nitarudi kwenye discipline kwa muda mrefu. Kwa hiyo siku hiyo unajiuguza, unakula mbuzi wa kuchoma, unajifanya unavyotaka, halafu baada ya hapo unarudi back kwenye discipline. Ile hata kwa wagonjwa wa kisukari, kama mtu amesha control sukari yake vizuri, tukafanikiwa kama baba alivyosema kuna sukari tunapima hapa ambayo unaangalia sukari ya muda mrefu imeganda vipi mwilini kwako. Kama mtu amesha control vizuri, hata siku moja ukaamua ukaji celebrate yourself, haita affect sukari yako. Itapanda tu kwa siku hiyo, kesho yake itarudi, haitakuharibia sukari yako control. Kwa hiyo muhimu sana kuwa karibu na daktari wako, kupata ushauri sahihi, na kama alivyosema nidhamu ni kitu kikubwa sana kwa wagonjwa wa kisukari. Weza kucontrol mwili wako, weza kucontrol tamaa yako. Hautakosa kabisa chakula, lakini fuata ile nidhamu ya upimaji, ya chakula, hospitali, dawa. Utakuwa sawa kabisa. Na mtazamaji, kwa kiasi kwamba umeweza kujua namna gani ya kuweza kupambana na ugonjwa wa kisukari, lakini nafikiri kwamba Daktari Faraja Mdegera kwamba utaendelea kuweza kuwa naye aweze kukuchambulia, kwa sababu leo tumegusia tu nani mlo na aina, lakini pia kuna mambo mengi, mambo 68 ambayo yote haya yameandaliwa kwa ajili yako, ambayo takiwa kuweza kuyajua. Kwa hivi tutakuwa tunahabarisha siku hadi siku kuweza kujua. Labda kwenda kumalizia, karibu na kwenda kuaga. Okay. Nianze kuaga. Yeah. Alright. Kwanza napenda niwashukuru sana wazazi wangu. Yaani Mungu awabariki kwa kila kitu. Wamenilea kiroho sana, na mimi ninamwamini Mungu, nampenda Mungu. Wamenifundisha adabu, walinipush wao. Kuna wakati mimi nilitaka kutoka kwenye udaktari, nilikuwa nataka niende kwenye biashara, and they said no. Baba alikataa kabisa kunisikiliza. Alafu nikakasirika sana, lakini amenisaidia. Lakini pia siku hadi siku wanakuombea, wanakutia moyo, na baba uzuri wake ninachompendea, akijua kitu yeye ndo anayekuwa daktari wa wengine. Umeelewa? Ile ni roho ya kujitoa, ni nzuri sana. Kwa mimi ninapenda sana wajue vitu sana ili waweze kusaidia jamii. Na ukiongea na baba hapa anaongea kama mtaalamu kabisa, vitu vingi. Mama Madete yeye ndo mama mchungaji huko, msaidizi wa kila kitu. Kwa mimi ninapenda niwashukuru sana kwa kweli, yani I am because of them. Na sisi familia kwa jumla tunawashukuru sana. Nitaongea baadaye kidogo about that. Lakini hasa na niseme pia nimeandika hiki kitabu, actually nimekidedicate kwao, lakini nimekiandika inspiration ya mimi kuandika hiki kitabu ni wao. Kwa sababu kisukari kina mambo mengi, watu wengi wameandika vitu vingi kuhusu kisukari. Lakini nimeona struggle kubwa ni ya chakula
na ndio ambayo hata wazazi wangu wamestruggle na sisi kama familia tumestruggle. Kwa hiyo ni washukuru na nikushukuru sana ndugu mtangazaji kwa Asante sana. kipindi cha leo. Naam, mtazamaji, huyu ni mtaalamu wetu kwa siku ya leo. Mimi sio mtaalamu. Mimi mtaalamu wa kuweza kuongea na wewe tu kwenye TV, lakini mimi hapa nimeweza kujifunza kitu. Mchungaji Sala Mdegela kwamba alikuwa amezungumzia swala zima la kilimo cha mboga mboga, na mimi hicho ndaweza kuweza kulima mboga mboga, lakini pia